Kocha wa muda wa Manchester United Michael Carrick anatajwa kuwa karibu kubaki rasmi kuinoa klabu hiyo baada ya kufanya vizuri tangu achukue mikoba ya kuifundisha timu hiyo mwanzoni mwa mwaka huu. Ripoti mbalimbali kutoka vyombo vya habari vya Uingereza zimeeleza kuwa mazungumzo kati ya Carrick na viongozi wa Manchester United yako katika hatua za mwisho, huku uongozi wa klabu ukionekana kuridhishwa na maendeleo ya timu chini yake. Taarifa hizo zinaeleza kuwa viongozi wa juu wa klabu hiyo, bodi pamoja na wachezaji wengi wanamuunga mkono Carrick kuendelea kuwa kocha mkuu tena wa kudumu wa timu hiyo baada ya mafanikio aliyopata katika kipindi kifupi tangu achukue nafasi hiyo baada ya kuondoka kwa Ruben Amorim. Carrick ameiongoza Manchester United kupata matokeo mazuri, ikiwemo kurejesha timu katika nafasi za juu za ligi kuu England na kufuzu michuano ya UEFA Champions League msimu ujao. Aidha, taarifa zimeongeza kuwa Carrick huenda akapewa mkataba mpya wa muda mrefu mara baada ya kuthibitishwa rasmi kuwa kocha wa kudumu wa Manchester United. Kwingineko, mchezaji mkongwe wa soka duniani Sergio Ramos yuko mbioni kuwa mmiliki mpya na mmoja wa viongozi wakuu wa klabu ya Sevilla FC baada ya ripoti mbalimbali kueleza mpango wa ununuzi wa 80% ya hisa za klabu hiyo kwa takriban euro milioni 450. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Ramos ameshirikiana na mfuko wa uwekezaji wa 511 Capital katika mpango huo ambao tayari wamefikia hatua ya makubaliano ya awali, yani agreement in principle, huku ukisubiri idhini ya mwisho kutoka La Liga pamoja na baraza kuu la michezo la Hispania CSD. Iwapo dili hilo litakamilika, itakuwa ni tukio la kihistoria kwa Ramos ambaye alizaliwa Camas karibu na Sevilla na kuanzia soka lake katika akademi ya Sevilla kabla ya kuchezea timu ya wakubwa kati ya mwaka 1996 hadi 2005 na baadaye kurejea kwa msimu wa 2023-2024. Mpango huo unaripotiwa pia kujumuisha uwekezaji mpya wa kifedha ili kuimarisha klabu hiyo kiuchumi na kiushindani baada ya msimu kadhaa ya changamoto. Ramos anatarajiwa, iwapo atakamilisha ununuzi huo, kuingia rasmi katika uongozi wa klabu ambayo ni sehemu muhimu ya historia yake ya soka. Klabu ya Manchester City hapo jana ameendelea kung'ang'ania nyuma ya vinara Arsenal wakishinda bao 3-0 dhidi ya Crystal Palace katika dimba la Etihad. Magoli ya City yalifungwa mnamo dakika 32 na Semenyo, lakini dakika 40 na Marmoush, dakika ya 84 na Savinho. Lakini msimamo unasoma kwamba Arsenal na alama 79, michezo yake 36, huku Man City yeye akiwa na michezo 36 na alama zake 77. Klabu ya Inter Milan imetoa ubingwa wa kombe la Italia, Coppa Italia mwaka 2025-26 kwa mara ya 10 kihistoria kufuatia ushindi wa 2-0 dhidi ya Lazio kwenye fainali katika dimba la Olimpiako jijini Roma. Inter imetoa kombe la pili la ndani kwenye msimu mmoja kwa mara ya kwanza tangu msimu wa 2009-2010 walipotoa makombe matatu chini ya kocha Jose Mourinho. Na klabu ya Paris Saint-Germain imetoa ubingwa wa ligi kuu ya Ufaransa Ligue 1 kwa mara ya 14 kihistoria kufuatia ushindi wa 2-0 dhidi ya Lens, wakitoa ubingwa huo kwa mara ya 5 mfululizo. Msimamo unasoma PSG mechi 33 alama 76, Lens mechi 33 alama zake 67. Hizi ni tetesi za soka barani Ulaya. Asante sana Talent Media, mimi ni Ali Swale Mshana, kwaheri.